Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazokuwa kwa kasi Afrika. Ifikapo mwaka 2030, Dar es Salaam inakadiriwa kufikia watu milioni 10. Na hapo hatujagusia mikoa mingine kama Mwanza na Arusha. Idadi ya watalii waliorekodiwa hadi kufikia mwezi wa 4 mwaka huu ilikuwa milioni 5.3. Hii inamaanisha miji inapanuka, watu wanaongezeka na watalii wanaendelea kumiminika. Lakini makazi bado ni machache. Kwa sasa kuna upungufu wa makazi nchini umefikia nyumba milioni 3.8. Na cha kushangaza ni kwamba nchi nzima ina Airbnb hai zisizozidi 2,700. Hapo ndipo fursa kubwa ilipo kwako wewe kama mwekezaji. Una nafasi ya kujenga makazi ya kisasa yanayokidhi mahitaji ya Watanzania na watalii na yatakayokuletea kipato cha uhakika bila stress. Kwenye video hii utajifunza namna mfumo wa ARH, kwa maana nyingine Airbnb Ready Homes, yaani nyumba tayari kwa Airbnb, na namna unavyoweza kunufaika nalo kama mwekezaji. Ukitazama mpaka mwisho wa video hii utapata nakala kamili ya utafiti wetu iliyojaa takwimu na maarifa yatakayokusaidia kufanya maamuzi sahihi kwenye huu uwekezaji wenye faida. Sasa tuende kwenye video yetu tumsikilize tajiri Ian. Umeongelea kuhusu fursa ya Airbnb Ready Homes. Maana ya Airbnb Ready Homes ni nini? Okay, so hii ni concept ambayo sijaifuatilia vizuri kama kuna sehemu nyingine watu wanaifanya, lakini ni concept ambayo nimekuja nayo across pale ambapo nikiwa nafanya biashara ya Airbnb. Na ni concept ambayo ndani yake ni fursa ya kwamba kuna watu ambao wanataka kuengage au kuingia kwenye biashara ya Airbnb, lakini changamoto yao kubwa ni kupata nyumba ambayo namba moja ina facilities nzuri, ipo kwenye location nzuri, ina mwenye nyumba ambaye yupo tayari wao wafanyie Airbnb, na turn up time ni fupi, nikimaanisha ya kwamba tokea pale ninapokuja kuikodisha kuifanya Airbnb mpaka pale nitakapofanya renovation zangu, nitakapoweka interior decoration, kufanya mambo yote, yani kuanzia ule muda tulipoingia mkataba mpaka ambapo nitaanza kupata hata mteja wangu wa kwanza au nitakapozea kwenye platform ya Airbnb, huo muda uwe mfupi. Lakini pia iwe sehemu ambayo sio gharama kubwa sana. Unaweza kukuta vina vitu vyote hivi lakini gharama ni kubwa. Na ya mwisho ambayo nadhani pia ni muhimu, wakutana apartment ambayo tayari ina furnishing. Na furnishing yake sio imefanyika tu tuseme kikawaida kama vile ambavyo unakuta kuna furnished apartments ambazo zipo sasa hivi ambayo mtu yote anaweza kazichukua, lakini hazijakuwa furnished with an Airbnb person in mind. Imekuwa furnished with the person anayekuja kuichukua ili aifanye nyumba yake, aifanye kama nyumbani. Sawa? Kwa hiyo tunaposema hii concept ya Airbnb Ready Homes ni kwamba vitu vyote hivi vimekuwa in consideration. Ya kwamba tuna nyumba ambayo ina the best facilities, amenities, maana yake hapo generator, swimming pool, uko ndani kuna wifi na all those essentials ambazo kwa kweli kwa mteja ni muhimu. Na pia iko kwenye location nzuri, inavutia. Maana yake atongelei sehemu ambayo iko mbali sana ifikiki, atongelei sehemu ambapo haina usalama. Tunaongelea maeneo ambayo kiukweli mtu yote ambaye hata anayekuja kubook kama Airbnb angependelea kukaa. Hapo tunaongelea kwamba ina rate nzuri. Maana yake mtu anapokuja kuikodisha sio kwamba anainkaa cost kubwa sana kwa sababu it's an Airbnb Ready Home, no, but anaweza kaengage kwenye rates kama zile za apartments ambazo ziko furnished. Lakini pia hapa tunaongelea masuala mengine ya kwamba it's already furnished. Mtu akiingia pale ndani anakuta kwamba kuna furnishing ambayo imeekwa kwa quality ya mtu anayekuja kufanya Airbnb. Na nasema hivyo ni kwamba Airbnb feels like a home but with a hotel standard. Yani ni kama nyumba yako ya kawaida lakini ina standard za kihoteli. Sio kama furnished apartments nyingi ambazo zilivyo ni kwamba tu ni apartment ambazo zimewekewa high quality furniture basi. Alafu inabidi wewe ndio uje uifanye ionekane kama nyumba yako a home. Lakini pia ni sehemu ambayo unakuta tayari ameshaandaa facilities, yule owner mwenyewe yuko tayari yeye mtu kuweza kufanya hiyo nyumba yake au apartment yake kuwa Airbnb. So hivyo vitu vyote ndo hii concept ya Airbnb Ready Home ilipokuwa imetolewa. Investor yeye kusikia hii idea ya Airbnb Ready Homes anawezaje kuicapitalize ili aweze kutengeneza hela zaidi? Okay, kwa investor ni kuelewa kwanza fursa kubwa ambayo ipo. Fursa kubwa nikimaanisha ya kwamba Airbnb is already booming in Tanzania. Naposema booming yani kwamba the citizen ime acknowledge kwamba
speed ya ukuaji wa Airbnb ni kubwa, lakini pia tourism inavyokuwa Tanzania inakuwa at a very high rate. In fact, in the last one tuli outgrow au tulipata more visitors coming in zaidi ya ile goal ambayo tulikuwa nayo. Another thing ni kwamba ukiangalia urbanization inayotokea maeneo ya Dar es Salaam inaoleta fursa kubwa kwa watu ambao they might consider kuchukua hizo nyumba ambazo unakuta zenyewe za Airbnb kwa sababu tayari they are furnished, then some of them might consider to take them as an apartment ambazo wanaweza kukaa kwa muda mrefu. Lakini pia tunaangalia domestic hapa kwenye tourism, labda ni sababu pia kuhusiana na domestic traveling. Kiachana na watu ambao wanatokea nje kuja Tanzania, pia imeonekana kuna ongezeko kubwa sana la Watanzania wenyewe wanao travel ndani ya Tanzania. Maana yake mtu anatoka mkoa mwingine anakuja Dar es Salaam mwingine anaenda Zanzibar na nini. Hiyo yenyewe ni fursa kwa sababu watu wote wanahitaji sehemu pa kulala. Lakini pia kitu kingine ni tukiangalia namna ambavyo Tanzania inapokuwa highlighted. Tukiangalia kama namna ya kuwa a top destination labda in Africa. Hivi vitu vyote ni fursa kwa sababu zinatupa good media coverage out there kwamba kuna kitu kizuri kinaendelea Tanzania, na ni kutokana labda na the beaches tulizonazo Zanzibar, kutokana na the commercial city tulionayo hapa Dar es Salaam na fursa ambazo ziko hapa, kutokana na the safaris ambazo watu wengine wanaziengage kutokea pale Arusha kuelekea Ngorongoro, Serengeti na kadhalika. So in short, kuna fursa kubwa ya ujio wa watu kuwa na uhitaji wa nyumba. Sasa hiyo fursa inamaanisha kuna watu wameona namna wanavyoweza kuikamata hiyo fursa, na mmoja wao ni wale watu ambao wameamua kama Airbnb business owners kwamba kuna mtu anataka anzishe biashara ya Airbnb na anaamua ya kwamba okay, kuna hii fursa, ngoja nikatengeneze nyumba yangu au nikatafute nyumba ambayo naweza nikaifanya Airbnb ili niweze kucapitalize kwenye hii fursa. Sasa kuna investors ambao wao kama wao wanaweza wakaamua kwenda kutafuta nyumba na kuamua kuwekeza kwenye kutengeneza nyumba ambazo ni Airbnb na wao kufanya Airbnb. Lakini sio kila mtu anapenda hizi haso za Airbnb, uhakikishe kuna usafi umefanyika, sijui ukutane na wateja wakuboe. In short, Airbnb business ina mambo mengi kama biashara nyingine. Kuna mtu mwingine anataka a business ambayo iko more like real estate ya long term, lakini ina benefit ya Airbnb. Sio, umenipata hapo? Ina benefits za real estate ya long term kwamba sihitaji kuhangaika sana na wateja, lakini pia ina capitalize opportunity ambayo ipo sasa hivi ya Airbnb inavyoboom. So ndio hapo tulipopata hiyo Airbnb Ready Homes, kwamba huyu investor anaamua kubuild apartments ambazo zina standard ya kama hoteli na apartments ambazo ni nzuri, lakini at the same time anafanya decoration, anafanya interior design, anafanya furnishing, anafanya kila kitu in mind kwamba hii nyumba itakuja kutumika kwa ajili ya Airbnb. Hii haitatumika kwa ajili ya malazi ya kawaida ya kifamilia ya labda mtu amechukua tu kwa ajili ya apartment ya malazi ya kawaida kama nilivyosema, lakini kwamba kuna mtu ambaye atakuja kuikodisha ili aweze kuifanya Airbnb. Kwa hiyo investor anapokuwa akifikiria kwa level hiyo na akiona hiyo fursa ambayo pia imejitokeza kwa sababu ya hizo booming zinazotokea kwenye Airbnb na business owners wanaojaribu kuingia kwenye Airbnb na wengine ambao hao business owners wao wako tayari kwenda kutafuta nyumba na nini, lakini wanakutana na nyumba mbovu ziko kwenye location mbaya, wenye nyumba hataki sijui nyumba zao zifanywe Airbnb, sijui yani vipingamizi vingi. Kwa hiyo huyu ni investor ambaye yuko smart, investor ambaye hataki hela yake ikae, anataka very high return, anataka return ambayo inarudi, high return lakini ambayo haina the same hustle sawa na kufanya biashara ya Airbnb. Then an Airbnb Ready Home is a very good opportunity kwa mtu kama huyo, na akiandaa mazingira hayo kwa ajili ya hawa business owners wanaofanya Airbnb, inamaanisha watakapokutana na hiyo nyumba au hizo apartment hawezi kuziachia. Kwa nini? Kwa sababu watakutana na mtu ambaye tayari yuko willing sio yuko tu willing, ameandaa mazingira kwa ajili yao na yupo willing kufacilitate hayo mazingira as they go. Kwa hiyo kuna feedback wataendelea kumpa na huyo mtu ataendelea kuimprove. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo it will never run dry kwa sababu Airbnb inaendelea kukua. Hao Airbnb business owners wanaendelea kutafuta Airbnbs na huyu mwenye nyumba anataka sehemu ambayo kodi ni ya uhakika. Tanzania inaendelea kung'ara. Na Tanzania inaendelea kung'ara na huyu mtu anataka kodi ambayo ni ya uhakika, anataka kodi ambayo hatisani na watu wengi na pia anataka kitu ambacho in the long run anaweza karudisha hela yake haraka kuliko uwe na apartment hapo
ambao let's say ina 10 units ambazo hujazifurnish, alafu nategemea tu watu wachukue for normal labda housing need ambayo iko pia Tanzania, kwa sababu sasa hivi kuna need kubwa pia ya nyumba tu kama nyumba, lakini kama unataka higher rent ambazo unaweza ukapata higher return, then this is a grand opportunity nadhani ambayo watu wengi hawaioni. Wow, I would like to hear from you. Hii concept ya Airbnb Ready Homes ilipotokea, uliniambia na huko tulikuwa tunaongea, ukaongea namna gani ulienda kumuona one of the investors na baada ya kuongea naye ukamshauri kitu, ndo either ili emphasize au hilo wazo la Airbnb Ready Homes likaje. Please tell us about your story. Okay, so hapa karibuni tulikutana na mteja wetu mmoja ambaye alikuwa anataka consultation. Hapa anahitaji consultation, ana plot ambayo iko hapa Mbezi Beach, na kwenye hiyo plot alikuwa na idea ya kutengeneza nyumba yake ambapo yeye mwenyewe angeishi. Lakini akaja kaangalia akasema okay, hii nyumba kwa sababu currently roots zangu nyingi za Dodoma, inamaanisha ni muda mfupi sana ambao nitakuwa huko Dar es Salaam. So why would I leave my money ikae hapa? Na nyumba likubwa, inaonekana ni nyumba kubwa iko Dar es Salaam, lakini labda let's say naitumia mara moja kwa mwezi hata mara mbili kwa mwezi. So ndo akapata idea kwa kushauriana na watu wengine kwamba why don't you consider kutengeneza apartments hapa maeneo ya Mbezi Beach, then ukatengeneza labda nyumba nyingine pembeni ambayo itakuwa ni nyumba yako. Kwa hii plot una split, huku na apartments na hapo na nyumba yako, ukija unakaa, kama ukai unaweza ukaikodisha hivyo. So kwa sababu alikuwa na hekima ya kuendelea kutafuta ushauri, na nahisi alikutana na video yetu moja, kwa sababu sikumuuliza direct yakutana si wapi, lakini alitupigia akihitaji consultation kuhusiana na masuala ya Airbnb. So nafika pale nakutana na hii apartment iko prime location Mbezi Beach, karibu na beach, karibu na shoppers huku, karibu na madukani, karibu na barabara. In short, this thing is mwah. Mimi naangalia kichwani kwangu naona money. Niko pale kwenye kumpa sa ushauri kwenye idea moja hapo ambayo nilimletea ni Airbnb Ready Homes. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia location ya Mbezi Beach, kuna aina fulani ya watu wanapendelea sasa hivi maeneo ya Mbezi Beach. Na especially kwa observation ambayo nimefanya na kwa experience ya upande huu, ni wanafamilia wanatafuta nyumba za Airbnb. They are okay kwa wale wanaokuja huko, wanatafuta nyumba za Airbnb, lakini kuna vitu fulani wanavidesire viwepo kwenye hizo nyumba. Na especially sasa hivi baada ya kuwa baba na baada ya kuwa na mtoto wetu wa kwanza, kuna vitu ambavyo nimeweza kuelewa zaidi, kwa sababu hata nyumba ambayo tunakaa sasa hivi ni kwenye utafutaji. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunatafuta specifically ambazo kwetu sisi wanafamilia zina matter more. So nikawa nimempa hiyo idea kwamba ready made homes, Airbnb homes, lakini specifically for family members au for a family or for a group. So nikampa hiyo idea pale, nikamwambia namna ambavyo anaweza kaeka ile apartment, namna ambavyo ingependezea, na namna ambavyo angeweza kuzidesign kwa namna ambavyo anaweza kupata units nyingi, lakini kwa namna ambavyo itahakikisha kwamba design nzima inaendana na familia zaidi. Na hiyo design ikamsaidia kutoa so design tu, lakini kila kitu ambacho atakiweka kumsaidia mtu ambaye ni an Airbnb owner, either akitaka kubook aje pale aibook kwake yeye for the long term, alafu yapate hela, lakini kwake yeye aliinsist kwamba mimi mwenyewe nataka nifanye Airbnb. Kwa hivyo insist hivyo, nikasema okay, nikamuonesha namna ambavyo in case siku moja akiamua hata kwamba hataki kufanya Airbnb, namna ambavyo anaweza aka leverage au akatumia, kwa sababu nyumba tayari ni nzuri kwenye location nzuri, ina all those facilities, akaamua kukodishia watu ambao wanafanya biashara ya Airbnb. Kwa hiyo fursa mbili anazo hapa, kwamba number one, either aitumie hiyo nyumba yeye mwenyewe, hizo apartment kama Airbnb, na yeye kaendesha Airbnb zake mwenyewe, na bado atapata hela nzuri kwa sababu kwa location nzuri na mambo mengine mazuri. Au namba mbili, siku moja amechoka na mambo ya Airbnb, akaamua kwamba nataka nikodishe kwa rate ya juu, lakini sitaki hizi hustle za Airbnb, lakini ni benefit na trend nzima ya Airbnb inaendelea, bado anaweza ka benefit nayo hapo. Lakini cha tatu ni kwamba kama kwenye fursa nilionapo ni kwamba in case pia akiamua ya kwamba basi sitaki hata ready made Airbnb homes na nini, hizo apartment ambazo atakuwa amezipandisha, akiamua hata kuzifanya furnished apartments, bado still ataendelea kupata wateja, though sio kwa advantage mbili kama hizi ambazo zipo hapa, au kwa rate hii ambayo atakuwa nayo hapa. Na ni idea ambayo kwake yeye aliangalia na akaona it's really good, na naona ilimgusa moyo kwa sababu niliona reaction yake. Na nadhani kama watu wengine wakifunguka macho kuona, especially investors,
Sababu nadhani kuna videos nyingi ambazo tumegusa sana kwa Airbnb owners, mtu ambaye anataka kuanzisha Airbnb, mtu ambaye anajifunza kuhusiana na Airbnb, mtu ambaye anatafuta fursa ya namna ya kutengeneza kipato kupitia Airbnb. Tumewafundisha sana hao, lakini hii hapa ninamgusia sana sana yule ambaye ni mwekezaji. Yule ambaye tayari sawa, nimeona na nimekusikiliza kuhusiana na fursa nzima ya Airbnb, siko interested kuifanya biashara ya Airbnb, lakini najua kuna fursa na kuna benefits zake na kuna vitu ambavyo vinaendelea tayari kwenye industry hiyo, na namna gani unaangalia namna gani ambavyo naweza nikaseize hiyo opportunity bila kudive in fully kama an Airbnb business owner, then this is the best one for you. Kwa una uwezo wa kupokea the benefits of the growing booming Airbnb business na the growing booming real estate business inaendelea Tanzania at once kwa kutengeneza Airbnb ready homes. Wow, that was detailed. Yeah. And if you kama unasikiliza from YouTube, don't forget to subscribe. Tunaendelea kutoa videos hapa kwenye channel yetu kuhakikisha unajifunza, unapata maarifa sahihi ili uweze kujenga biashara ya Airbnb, au kama ni mwekezaji uweze kuwekeza with knowledge, with understanding. Kwa hiyo other than that, kumbuka wewe ni tajiri.